Serikali kwa kuzingatia usawa wa kijinsia, wazee na watoto inaendelea kuimarisha huduma kupitia mahitaji ya msingi kwa mujibu wa makundi ya haja za jamii. Maendeleo ambayo yameimarishwa ni pamoja na malipo ya pensheni jamii kwa wazee 29,182 ya malipo kwa shilingi bilioni 70 kwa mwaka 2020-2021 hadi kufikia wazee 31,256 kwa malipo ya shilingi bilioni 14,042 hadi mwezi April mwaka 2025. Lakini Mheshimiwa Spika, vitambulisho vya wazee 31,271 vimetolewa ili waweze kupata huduma za kijamii kwa wazee wenye umri wa miaka 70 ili waweze kupatiwa huduma za kijamii ikiwemo huduma za usafiri, matibabu, msaada kutoka kwa wadau wanaoguswa na huduma za kiustawi. Mheshimiwa Spika, kwa mara ya kwanza Zanzibar tumeweka historia ya mahujaji wetu kusafiri na ndege ya moja kwa moja na shirika la ndege la Saudi Arabia, ambapo mahujaji wameondoka kutoka Zanzibar kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume hadi nchini Saudi Arabia katika miji ya Maka na Madina moja kwa moja bila kusimama katika kituo chochote. Mheshimiwa Spika, hayo yote ni sehemu ndogo tu ya mafanikio ambayo yamepatikana katika kipindi cha takriban miaka 4. Kwa sababu ya muda haitawezekana kuyataja yote hapa, lakini na uhakika waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi watayataja na mengine mengi katika michango yao katika hotuba hii. Mheshimiwa, sasa tunajielekeza katika matarajio ya mapato na matumizi kuanzia mwezi Julai hadi Juni mwaka 2024-2025. Mheshimiwa Spika, katika eneo la mapato, kwa mujibu wa mwenendo wa makusanyo hadi kukamilika kwa mwezi Juni 2025, serikali inatarajia kukusanya shilingi trilioni 4,057,240 sawa na 78% ya makadirio ya shilingi trilioni 5,182.82 kamili. Lakini Mheshimiwa Spika, taarifa ambayo tunaiwasilisha ni taarifa ya Machi. Tunapozungumza sasa hivi fedha hizi zitakuwa zimeongezeka. Tayari tuna mipango mbalimbali ambayo imeshaongeza fedha hizi, na tutatoa taarifa wakati ambapo tunawasilisha hoja katika mijadala ambayo itakuwa inaendelea. Mapato ya ndani tunatarajia kwa kigezo hiki kufikia shilingi trilioni 2 bilioni 94 sawa na 107% ya makadirio ya mwaka. Mapato ya kodi tunatarajia kufikia shilingi trilioni 1 bilioni 603 milioni 450 sawa na 109% ya bajeti ya shilingi trilioni 1 bilioni 467. Mapato yasiyokuwa ya kodi tunatarajia kufikia shilingi bilioni 279 milioni 370 ikiwa ni 105%. Na mapato kutoka kwa washirika wa maendeleo tunatarajia kufikia shilingi bilioni 697 sawa na 46%. Mapato mengineyo Mheshimiwa Spika ni upatikanaji wa kiasi cha shilingi trilioni 1 bilioni 130 sawa na 66% ya makadirio ya shilingi trilioni 1 bilioni 712. Kwa upande wa matumizi Mheshimiwa Spika, serikali hadi kufikia Juni 2025 inatarajiwa kufikia shilingi trilioni 4 bilioni 41 milioni 310 sawa na 78% ya bajeti ya shilingi trilioni 5 bilioni 182 milioni 890. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2025-2026 serikali inatarajia kuwa na baqaya ya shilingi bilioni 76 milioni 460 kwa ajili ya matumizi ya awali ya mwaka mpya wa fedha. Taarifa za kina zinapatikana katika ukurasa 55 hadi 57 wa taarifa hii, na kiambatanisho namba 2 ya matarajio ya mapato na matumizi hadi kufikia Juni 2025 kinahusika. Spika, tunapendekeza kufanya marekebisho ya sheria ya fedha namba 9 mwaka 2015 ambapo tunapendekeza kutoza kodi ya miundombinu kwa uingiaji wa baadhi ya bidhaa hapa nchini. Lengo letu ni lile la kulinda, kuvikuza viwanda vya ndani pamoja na kuwa na ushindani halali wa biashara na bidhaa ambazo zinazoingizwa.
Kwanza tunapendekeza kutoza kodi ya miundombinu kwa kiwango cha shilingi 50 kwa lita moja ya maji safi na salama yanayoingia Zanzibar. Lengo ni kulinda viwanda vyetu vya maji ambavyo vipo hapo Zanzibar, ambavyo vimeonekana kutokuwa na ushindani kutokana na gharama za uzalishaji pamoja na wingi wa maji yanayoingia hapa Zanzibar. Tunatoza kodi ya miundombinu kwa uingizaji wa trea moja ya mayai kwa kiwango cha shilingi 1000, na lengo ni kulinda wazalishaji wetu, wafugaji wetu wa kuku na wanaozalisha mayai humo ndani. Kwa hivyo tunapunguza kasi ya uingiaji wa mayai yanayotoka nje ili kuweza kuwapa fursa wazalishaji wetu wa ndani. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, tunapendekeza kutoza kodi ya miundombinu ya uingiaji wa trea moja ya mayai kwa kiwango cha shilingi 1000. Tunapendekeza kutoza kodi ya miundombinu kwa uingizaji wa lita moja ya soft drink, carbonated juice na non-alcoholic beverages, yani vinywaji vinavyoingia Zanzibar kwa 5%. Mheshimiwa, vile vile tunapendekeza kutoza kodi ya miundombinu kwa kiwango cha 1% kwa usafirishaji wa bidhaa zinazoingia Zanzibar, na tunapendekeza kutoza kodi ya miundombinu kwa uingizaji wa mifuko non-woven bags kwa kiwango cha 5%. Mheshimiwa Spika, tayari tuna viwanda vyetu ambavyo vinazalisha mifuko hii. Kwa maana hiyo tunataka tutoe fursa kwa viwanda vyetu ambavyo vinazalisha mifuko hii kupata fursa ya kuweza kuuza na kuzalisha mifuko ya aina hii. Hatua hizi kwa pamoja zinatarajia kukuza mapato ya serikali ambayo yatawekezwa katika huduma za kijamii za Wazanzibari kwa shilingi bilioni 2,270,000. Pamoja na mambo yote, fedha hizi Mheshimiwa Spika zitatumika katika kuingiza au kuchangia mfuko wa maendeleo ya maji hapa Zanzibar, ambapo unaenda kuanzishwa hapa Zanzibar kwa ajili ya kuimarisha huduma za maji safi na salama. Mheshimiwa, vile vile tunapendekeza kuimarisha udhibiti na usimamizi wa forodha. Marekebisho ya sheria ya ushuru wa bidhaa namba 8 na mwaka 2017, na kwenye hili tunapendekeza kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwa uingizaji wa mvinyo na vinywaji vikali. Katika mwaka wa fedha 2025-2026, serikali inapendekeza kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwa uingiaji wa vinywaji vikali kama ifuatavyo: kutoza ushuru wa bidhaa kwa uingiaji wa vinywaji vikali yani spirit kutoka shilingi 4,386 hadi shilingi 6,000 kwa lita. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa uingizaji wa mvinyo kutoka shilingi 4,386 hadi shilingi 6,000 kwa lita, ambapo hatua hizo Mheshimiwa, hatua hizo zote kutokana na athari zake kiafya tunatarajia kupata mapato ya shilingi bilioni 1,250,000, ambapo fedha zake zinazotokana na hatua hiyo zitatumika kwa ajili ya kuimarisha mfuko wa sekta ya afya hapa Zanzibar. Mheshimiwa Spika, tunapendekeza kutoza ushuru wa bidhaa kwa uingizaji wa ladha ya shisha, yani flavored shisha au shisha flavor. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha uliopita serikali ilitoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 120% kwa uingiaji wa shisha ili kuwalinda vijana ambao ndio nguvu kazi kwa taifa. Hata hivyo, bado kumekuwa na wimbi kubwa la ongezeko la matumizi ya bidhaa hizo, hali ambayo imepelekea matumizi ya bidhaa hiyo kuongezeka kwa vijana. Hivyo tunapendekeza kutoza kiwango maalum cha ushuru wa bidhaa cha shilingi 28,232 kwa uingizaji wa kilo moja ya ladha ya shisha ili kupunguza matumizi ya bidhaa hiyo kwa vijana. Tuna maeneo kadhaa ya kiutawala ambapo Mheshimiwa Spika, kwanza katika eneo la kwanza ni kugomboa madeni ya walipa kodi, ambapo kumekuwa na malalamiko kutoka kwa walipa kodi kuhusu malimbikizo ya madeni ya kodi yaliyochangiwa kwa kiasi kikubwa na utozaji wa adhabu penalty ya riba. Hivyo tunapendekeza kuweka utaratibu maalum wa kugomboa madeni ya kodi, ambapo mlipa kodi atawajibika kulipa kodi stahiki na kusamehewa
na kusamehewa malimbikizo ya adhabu na riba kwa kiwango cha 100% kwa walipa kodi wenye madeni waliosajiliwa katika mamlaka za usimamizi wa kodi TRA na ZRA. Msamaha huu utatolewa kwa kipindi cha miezi 6 kuanzia tarehe 1 Julai hadi tarehe 31 Disemba mwaka huu wa 2025. Mheshimiwa Spika, hatua hii inatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa shilingi bilioni 12,750,000. Lakini vile vile tunataka kuongeza kiwango cha uthaminishaji kwa uingizaji wa bidhaa. Mheshimiwa Spika, kwa sasa uthaminishaji wa bidhaa zinazoingizwa nchini hutozwa kodi kwa 20% hadi 50%. Viwango hivi vimepitwa na wakati na haviendani na hali halisi ya uchumi wa Zanzibar. Hivyo tunapendekeza kuongeza uthaminishaji wa bidhaa kwa kiwango cha 25% ya kiwango cha sasa. Miongoni mwa bidhaa zinazopendekezwa kuongezwa na uthaminishaji ni nondo, saruji, misumari, tiles, vinywaji vikali, mvinyo pamoja na magari.